Nataka niseme kwamba Bwana Rita, hii kutembeleana imetusaidia sana, ili tuone mambo yetu ile imefanyika kule kwetu. Na nimeona kwamba kuna vitu ambavyo vinachangia sana watu waanze kuzozana. Na vitu hivyo ndivyo tunataka kusema hatutaki iendelee upande wetu, ili watu wetu waanze kuishi pamoja. Na vitu ambavyo vinachangia sana ni kule watu kutosikizana, kule watu kutojuana, kule watu wanaishi katika utofauti. Hiyo ni misunderstanding of two parties. Yeah. Tuseme Wakale na Wakisii hawapendani pengine. Hiyo ilikuwa zamani. Yeah. Lakini sasa, na hiyo ilitokea kwa sababu ya lack of intolerance. Yeah. Na hiyo kwa sasa vile nimeona tunakaa kwa amani. Kazi imetendeka. Hiyo ni mzuri. Pitia kwa watawala. Kazi imetendeka. DPC wamefanya kazi nzuri. Na kwa hivyo watu sasa are never impatient. Wanafanya kazi wakiwa pamoja. Watu wenu wanafanya kazi. Wanafanya kazi kwa upande wenu, na sisi tunafanya kazi kwetu, na tunakuja pamoja tunafanya kazi. Kwa hivyo hatutakosa kupata amani tukiendelea hivyo. Mimi najua kwa kusema kweli mambo ya kutuvumiliana inachangia sana pakubwa. Pili, hapa kwetu tunataka kuhamasisha wazee, kina mama na vijana kwamba hii wizi wa ng'ombe iwe mambo ambayo imepita wana wakati. Lakini Bwana Rangati, sasa bila naona habari ya wizi wa ng'ombe si unaonekana kati yetu pande wa Kisii na upande wa Wakale. Lakini kila mara ng'ombe naenda wapi? Pande ya kwenu. Hiyo ni kumaanisha ni watu wenu peka yao wanaiba? Hapana. Hapana, si hiyo inajulikana vile inafanyika. Lakini twasema ikiwa ng'ombe nakuja pande wa Sotik, watoto wetu waambiwe waache hiyo kitendo. Yeah. Ili wale wapate nafasi ya kuishi pamoja, kuishi nasi pamoja. Pia unajua watu wakianza kuibana inaleta tabu nyingine. Watu wanaanza kuwa na ujoyo, jealousy. Wanaanza kuwa na ujoyo mwingi na wanaanza kusosana, kwa sababu ukiwa na hiyo ujoyo utaki mwenzako aendeleze maisha yake. Yeah. Kwa hiyo italeta tabu. Yeah. Pia unajua hii wizi wa ng'ombe imechangia pakubwa kwa watoto wasiende kusoma bwana. Wasiende shuleni. Sio ni kuongeza. Unapata kwamba illiteracy. Watu wameanza inaweza kaongezeka. Unajua mimi nafurahia vile Kenyatta alisema. Alisema kwamba tunapigana na vitu vitatu. Kwanza ni ugonjwa. Maradhi mbalimbali. Anapigana na nini? Elimu. Watu wajue kusoma na kuandika. Pia ni kupigana na umaskini. Yaani wananchi wetu waanze kufanya kazi ili wasiwe na umaskini. Sasa kama hiyo wizi wa ng'ombe, si ndio unachangia sana umaskini? Si ndio? Yeah. Na unaona hata ng'ombe sikiimbwa usiku fulani, siku hii ya kufuatilia ama wakati wanafuata hiyo ng'ombe, nyayo za ng'ombe, watu hawezi kuja pamoja na kuzungumza. Hawezi. There is the lack of socialization. Yaani nakuwa tu na tension, kwa tension sababu ya bure. Na ni watu wachache wanafanya vitendo kama hivyo. Watu wachache. Kwa hivyo ni lazima watu wetu wapate kujua ya kwamba ni lazima wamuliki hawa wezi na waseme so anafanya vibaya. Yeah. Ili watu waanze kuishi pamoja. Mbaya. Ili wanajua fulani ni mbaya. Sawa. Na hiyo ikifanyika tutakaa na amani ile ambayo tunapata. Tunajua Bwana Rita kweli kuna mambo mengi kama hii. Sasa unapata serikali imeletwa mpaka chini pale nyumbani. Yeah, devolution na nini na kuendelea.
ugonjwa ile mbaya ni wananchi wanaajiriwa kulingana na ukoo wao. Kama ni Warita sasa unaandika Wakisii wote yote, ama unaandika Wakipsigis wote. Bwana, hiyo ni corruption. Hiyo ni njia moja ya kuharibu mambo mwanaria. Kuharibu mambo. Ili watu wetu wanaanza kusosana bure. Pia unajua tukiwa na Wakisii ama Wakipsigis lazima tujue utamaduni wao, wanaishi namna gani ili tuendeleze pamoja maisha. Wanafanya nini? Na kuna wanapenda nini? Ni lazima tujue na utamaduni. Kuna utamaduni mbaya. Ile nachangia kwa ubaya. Na nyingine ni nzuri bwana. Na nyingine ni nzuri. Kwa hiyo ile mzuri lazima tuendeleze. Pia kuna mambo mengi kama ya hiyo lazima tuone haki ya kila moja. Haki ya kila moja lazima isangatiwe. Kila mtu apewe nafasi ya kuendeleza maisha yake. Toa maoni yake kwa njia ambayo inatakikana. Pia unajua watu wengine wanapenda kivyao. Yaani mimi Lang'at peke yangu. Hata mimi naweza. Hakuna mwingine atafanya. Bila wewe uko chairman. Wewe unafikiria wewe ndio utakuwa chairman kwa miaka hii yote? Na kuwa namna gani bwana? Utaweza bwana. Kwa mimi ni Mungu niishi dunia hii. Pengine unajisikiaje ukisalamiwa, chairman, hiyo nini? Unafikiri wewe peke yako ndio chairman? Kuna wengine wataweza kuwa chairman. Na wengine watakuwa chairman na wafanye vizuri. Lazima tuone ya kwamba tumeheshimu kila moja. Ni kukuheshimu, uniheshimu, mtoto nikimheshimu, haniheshimu. Hiyo ndio jinsi ya watu wetu wanaweza kukaa. Lakini tumepita hiyo ni wakati ambao umepitwa. Zamani kulikuwa na hiyo lack of respect. Lakini kwa sasa naona watu wanaheshimiana. Na hiyo ni mzuri. Na watoto wameanza kuheshimu wazee, akina mama wanaheshimu serikali yetu. Tunaheshimiana pande hizi mbili, Sotiki na Borabu. Ndio sababu hiyo mambo yanaenda. Na mambo ya kama hii ya gambling imekwisha hiyo. Imekwisha. Na tutasema asante kwa sababu kila ambacho hatutaki ni watu wetu wawe na hii arrogance. Yaani njia ya unaanza kutamka maneno ile unafikiri wewe ni peke yako unaishi dunia hii. Na hiyo ukitamka maneno kama hayo unaleta furuku bure na watu wanaanza kuchocheana na kupikana bure. Kwa hiyo lazima watu wetu waanze kutembeleana na wasikize wengine. Na kuna watu wengine bwana. Lang'at. Asante bwana. Kuna watu wengine tumeona wakiwa hata kwa mkutano ni yeye anataka kuzungumza. Na anatoa maneno yake ndio anataka yasikike. Anafanya dictatorship. Hiyo ni nini sasa? Tunasema tunahimiza. Nimeona katika mikutano hii yote tumekuwa nayo. Kila mtu anapeana nafasi, anatoa maoni yake na hakuna dictatorship. Hata hawa machief na madisi wetu wakitoa maoni, hawatoi vitisho. Hawasemi ati lazima hii ifanyike. Ni kupembeleza watu. Asante bwana. Mambo yanaendelea. Bwana Rita. Tujue kwamba kuna maneno watu wanaweza kutamka. Na ukitamka maneno yako ama maneno mabaya. Unajua ukitamka maneno kama kiongozi, wananchi kule chini wanaanza kusoseana bure. Pia wale wananchi wa huko kwetu lazima watamke maneno mazuri. Kama hii wanaita nyamutio. Gosobe. Ndio sasa nini bwana? Unatuita sasa hii nyamutio. Yaani nyamutio watu wetu unajua wanafanya kazi kwa upole. Kwa upole. Sasa Wakisii wanasema hii ni nyamutio. Hawafanyi kazi kwa haraka. Hawafanyi kazi kwa haraka. Na sisi pia sasa mnatuita gosobe. Hiyo nini ina nini? Watu hawajajua. Hiyo kusobe maana yake ni yani kosobinde katika kikale. Yaani mtu ambaye anaponya mwingine. Unajua zamani hiyo ni kusema ati hiyo mnasema ati hawa Kisii ni doctors. Ni doctors. Kwa hiyo jina hatujui. Mnatusifu na hatujui. Sasa pia Bwana Rita tuambie viongozi wetu ambao wanahusika na mambo ya siasa na nini. Tujue kwamba
hii mambo ya siasa isiharibu wananchi. Siasa, wananchi lazima wajue kuna politics na itakwisha. Moi alisema maisha mbaya, siasa mbaya, maisha mbaya. Ilikuwa hiyo msemo ilikuwa mzuri. Kwa hivyo kama nyakati hizi tumeona, tumeshuhudia watu wamerufika kabisa. Mambo ya vyama imepita na wakati. Kama vile tulifanya uchaguzi ilikuwa ya salama. Sasa lakini hawa watu ambao sisi ni amani. Ile namba ilikuwa namba gani? Ilikuwa 762. 762. Si kila mtu alipata habari yake. Ni mzuri. Piga kura, kwenda nyumbani. Si ilikuwa mzuri sana. Ilikuwa sawa. Na hiyo tulikuwa na utulivu. Pia Bwana Rita. Ujue uchaguzi inakuja inaenda. Inakuja inaenda. Inakuja inaenda. Lakini maisha ya mtu akikufa hawezi rudi. Atarudi kweli? Sasa siasa kama mwanasiasa ameshindwa, siangoje wakati mwingine. Nini uchaguzi is baada ya 5 years. Na kama yeye huko Mungu amemlinda, si ataingia tena apiganie. Lakini kama yule ambaye amekufa atakuja kumpigia kura, hawezi. Si amekosa. Sasa kwa hiyo uchochezi ni mbaya sana. Pia ndugu yangu, lazima tujue kwamba kwa uongozi kuna wale viongozi ambao wamechaguliwa na wale wamepoteza. Kuna ile kama sasa tuko Jubilee. Tulikuwa kwa chama lingine ya hiyo coalition ya Kibaki. Sasa transfer ya uongozi kutoka Kibaki mpaka Jubilee sasa. Na miaka ingine hatujui tutaenda kwa gani. Lazima kuwe na hiyo transfer ya uongozi kwa njia nzuri. Taabu nyingine ni watu kutaka kuwa na recognition. Kujitakia makuu. Hata yeye ajulikane ni yeye peke yake, hakuna mwingine. Watu wajue ya kwamba kuna transfer ya uongozi. Yule ambaye amechaguliwa ndiye huyu tuende naye. Si mambo nyingine. Lakini watu wamejua. Ni kweli. Najua kule kwetu tumesoeana wakati wa election mpaka sasa hakuna uongo bwana. Pia yule alichukua amechukua. Pia tujue ile maneno tunapeleka ama ujumbe ile tunapeleka. Lazima tujue kwamba ujumbe ninapeleka Borabu, ujumbe wa aina gani? Ujumbe inatoka Borabu kwenda Sotiki, ni ujumbe aina gani? Kwa sababu tukiwa na ujumbe mbaya itaharibu uhusiano. Ujue ni content gani ujumbe wako inabeba. Ni sawa. Ni uzito gani itaingia kwa watu. Kwa hivyo poor communication relay inaleta taabu. Bwana Rita, naona sisi ni wazee. Ngao mimi si mzee sana. Wewe ni mzee bwana, umepita. Sio umelitaya. Kwa hiyo lazima tujue kwamba kuna vitu ambavyo vinafanyika. Kama watu wameanza kuzozana, si maisha yanapotea. Innocent people die. Watu wanaanza kuaga dunia. Watoto wanawachwa fukara. Waseki na mama wanaharibika. Na hiyo ni mbaya. Very bad. Ni mbaya. Very bad. Pia unajua inachangia pakubwa hatred. Hii mambo ya kuoneana kijicho na kusema huyu ni mtu mbaya. Kutopendana hiyo ni mbaya. Hiyo mbaya sana. Pia lazima tujue kwamba katika sehemu yetu wakati ule kulichangia pakubwa kwa kuharibu mali ya watu iliharibika bwana. Nyumba na nini. Na hiyo ni mbaya. Na hiyo unajua ukiharibu vitu ambavyo vimetengenezwa na pesa nyingi. Unajua kwamba unapea watu kuwa maskini. Watu wanaanza kuwa maskini. Pia watu wanaanza kufanya watoto wao wasiende shule kwa sababu vitu vyao vimeanza kuharibiwa. Kwa hiyo mali yao imeharibika. Mali imeharibika. Unaona katika wakati huu Kenya nzima watu walipoteza mali yao. Na hiyo mali ni vigumu sana kupata. Pia wananchi hawezi kuwa na maendeleo
hakutakuwa na maendeleo bwana Rangati. Hakuna maendeleo. Kama kuna vita, kama kuna ugomvi, hiyo ni kusema hakuna maendeleo. Kwa hivyo watu wanakaa tu wanaangojea ni nini ingie. Kuna problems zingine na ingia katika hata familia yenyewe. Wa mama wanagombana na wazee wao, watoto wanagombana na parents wao. Sasa hii inaleta ugomvi mingi. Naona kweli watu wakiwa na ugomvi, mambo mengi katika jamii natokea. Pia watoto wengi hawataenda shule. Watakosa. Na unajua watoto wasipoenda shule wataleta ile inaitwa ngeta. Unajua ngeta ile ya kushika wazee shingoni. Watamaliza wazee. Na hata kama kuna hiyo kwenda kwa shule, kuna kazi, no development, njaa inaingia. Na sasa watu kama watu hawezi kulima, watapata wapi nini? Pia naona hii mambo ya ukomfi inachangia pakubwa kwa kina mama wetu wapakwe. Wanapakwa sana. Hata ilitendeka ya 2007-2008 hiyo mambo yalikuwa huko. Lakini kwa sasa watu wetu wamejua. Na hawawezi kurudia hiyo. Na unajua mambo kama hayo ikifanyika, kuna ugonjwa mingi ama maradhi mbalimbali inaingia. Ukimwi iko hapo na watu wanaanza kuumia. Hiyo lazima tujue kwamba tunakaa kwa umoja na watu wetu. Si hata wakati ule tulishuhudia hata kuna pastors wengine waliojiingiza kwa mambo ya hawakukisimamia. Walikuwa naambia watu tunaenda kwa maombi kwa sababu taabu imeingia. Na wengine walienda kuchochea. Lakini kulikuwa na pastors wengine, makanisa mengine walikuwa wanaomba Mungu alete amani. Kwa hiyo tunataka kuambia watu wetu wawe wakijua kwamba kama ni pastors ama wahubiri, wahubiri mambo ya ukweli. Watembeleane kwa makanisa yao mbalimbali, wawe na ile trust. Waumini waambiwe mambo ya ukweli. Na wajue position yao. Wasije wakategemea kuna vita, kuna nini. Kila mtu ajisimamie na kila mtu aimbe wimbo wa amani. Wa amani. Najua mambo mengi yamefanyika. Unapata kuwa watoto wengi bwana wamekosa jamii. Hawana papa wala mama. Kwa sababu saa zingine walienda vita. Unajua wakati unaenda vita unafikiri unaenda kurudi. Sasa wengi waliua. Kama mtoto ana baba, ana mama, ataishi namna gani? Na ataendelea namna gani kwa maisha? Ataendelea namna gani? Lazima tujue watu wetu wasiwe na mambo ya kufikiri mapaya kila siku. Kila mtu unapata anashika hapa, anasema iko na stress. Depression. Yani hiyo ni mbaya. Pia watu wakikaa hivyo hawezi fanya kazi. Haya yote tumezungumzia mimi naona yanachangia sana kwa low production and development. Hakuna maendeleo yanaendelea. Ni kweli. Na chakula hakutakuwa ya kutosha. Kwa sababu watu wanakaa na wanaendelea na mambo mengine. Asante. Hiyo si mzuri. Hiyo asante. Thank you very much. Asante.